Wapendwa wangu, nimemletea injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyefia msalabani kwa ajili yetu. Tumfuate yeye tu. Tusome Isaya 40 mstari wa 9. Inasema kwamba wewe uhubirie Sayuni habari njema, panda juu ya mlima mrefu, wewe uhubiri Yerusalemu habari njema, pasa sauti kwa nguvu, pasa sauti yako, usiogope, iambie miji ya Yuda, tazameni Mungu wenu. Wewe na mimi ni kama miji za Yuda. Wewe na mimi ndio tunaambiwa habari njema ya Mungu, ya Yesu Kristo. Hapa tunaambiwa habari njema kama mtumishi wa Mungu aje kwako, anakwambia wewe fuata njia za Yesu. Usimwangalie mara pili. Wacha kumwangalia jinsi alivyo, jinsi amevaa, jinsi anaonekana. Muonekano wa mtu sio eti sababu yake ya kusikiza neno lake, kusikiza habari njema ya Roho Mtakatifu ya Mungu Baba wetu aliyetuumba. Sio muonekano huo wa huyo mtu ambaye anakuleta habari njema ndio itakufanya upate Mungu. Sio muonekano wake, bali ni roho yako iko ndani yako. Ni roho yako kumwelekea Bwana mkombozi wetu. Ndio atakufanikisha kwa kila njia. Ndio atakufanikisha malengo zako. Ndio atakufanikisha njia yako. Ndio atakufanikisha ile ambayo unamuomba. Kama kazi hauna kazi, wewe mwelekee yeye, Mungu wa amani, Mungu wa upendo. Hiyo habari ambayo tunaambiwa kwamba tuwahubiri habari njema, tuwape habari njema ya Mungu, ndio unapasa umfuate yeye Yesu Kristo, ndio atakupea kila kitu. Kama unahitaji ndoa, kama unahitaji watoto, ndoa lazima kuwe naye. Sio unahitaji watoto na hauna ndoa. Ingia kwa ndoa, omba Mungu akupe ndoa, ndio watoto utapata. Sio kupata watoto wakati hauna ndoa. Wewe ukipata watoto uko nje ya ndoa. Watoto hao unawapata wapi? Wewe ni Maria. Wewe ni Maria mtakatifu ambayo utapata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe ni mwanadamu. Lazima uombe Mungu. Na ndoa njema hupatikana kwa Mungu. Sio uende kanisani uanze kufuruga watu wa Mungu ati unataka ndoa. Ndoa inapatikana kwa Mungu kwa sababu ya nini? Kwa kumuomba, kwa kumwelekea, roho yako umupe yeye. Sio eti uende kanisani uanze kutongoza waumini, uanze kutongozwa na waumini. Hapana. Hiyo sio ndoa. Ndoa nzuri ni kumwelekea Mungu na kumuomba na kumuita, kumuuliza. Ndoa ile aliyekuchengea, aliyekusudia akupe kwa wakati wake, sio kwa wakati wako wewe. Unajua mwanadamu huwa wanakimbilia mambo sana. Wanadamu huwa wanajipeleka mbio juu ya mili zao zinavyohitaji wao, akili zao zinawaambia kwamba wamefika. La, hujafika, kwa maana wakati wa Mungu bado. Wakati wa Mungu ukifika, hata iwe miaka yako imefika 40, wakati wa Mungu ukifika ni umefika. Anakupea ndoa njema, ndoa ya amani, ndoa ya upendo, ndoa ya umoja, ndoa ya maelewano. Hiyo ndo ndoa ya Mungu. Tusikimbilie ndugu zangu, tusikimbilie. Tunavyokimbilia ndio tunapata matatizo. Ndio unapata tumewachwa. Sisi kama wanaume tunalia, tumewachwa na ndoa, tumewachwa na wanawake. Kwa sababu ya nini? Ya kimbio yetu, ya kukimbilia kwetu, kujiona kwamba umefika, kumbe hujafika. Hebu tutasame Mungu, kwa maana neno lake linaendelea kusema kwamba
Tazameni Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakaomtawalia. Tazameni thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake i mbele zake. Atalilisha kundi lake kama mchungaji. Atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake. Nao wanyonyeshao wataongozwa polepole. Wanyonyeshao wataongozwa polepole. Tumkimbilie Bwana, kwa maana wakati wake umefika, anakuja. Neno limekuambia vizuri. Tazameni Bwana atakuja kama shujaa. Bwana atakuja kama shujaa. Bwana atakuja kama shujaa kama we uko tayari. Lakini kama uko tayari, hawezi kuja kwa shujaa. Hawezi kuja kama shujaa kwa sababu hauko tayari. Kwa sababu wewe hutamwelekea. Kwa sababu wewe hutafungua roho yako. Kwa sababu wewe hutaweka akili kwake. Kwa sababu wewe hutampa nafasi ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako. Mupe nafasi ndani ya nafsi yako, naye atakuja kwa shujaa. Hawezi kuja kwa shujaa wewe wakati uko mbali. Hawezi kuja kwa shujaa wakati wewe humuinamii. Hawezi kuja kwa shujaa wakati wewe humuhitaji. Hawezi kuja kwa shujaa wakati wewe humwabudu. Hawezi kuja kwa shujaa wakati wewe unamwabudu lakini hauko kwake, wewe umwelekei yeye. Atakuja kwa shujaa namna gani? Wakati wewe haumtazami, wakati wewe hauwezi mupa nafasi, wakati wewe huwezi mwangalia, wakati wewe huchamkubali. Mkubali kwanza huyu Yesu, mkubali kwanza Mungu, mkubali wewe, kubali yeye kwanza, ndio wakati wake atakuja kwa shujaa. Asipokuja kwa shujaa, wewe huchamkubali. Wengine atakuja kwa shujaa wale amekubali, wale wamemkubali, atakuja kwa shujaa. Lakini kama huchakubali, hawezi kuja kwa shujaa. Utakuwa unasikia tu, lakini kwa shujaa kwako haonekani, kwa sababu huchamkubali, kwa sababu huchamuinamia, kwa sababu wewe huchamweka kwa moyo wako, kwa nafsi yako, kwa wakati wako. Mipango zako huchamweka kwake, mahitaji yako huchamweka kwake. Wewe unajiweka wewe mwenyewe, mahitaji yako, mipango zako. Hauwezi mshirikisha Mungu. Hautaki kumshirikisha Mungu kwa sababu ya nini? Tamaa zako ya mwanadamu. Unajiona wewe mwanadamu unaweza. Unajiona wewe unaweza. Hauwezi, wewe ni mwanadamu tu. Hauwezi. Hauna ule uwezo. Wewe ukijiona tunaenda kazi, unapata kazi. Hiyo ni kwa uwezo wa Mungu. Mwachie Mungu, yeye atakupea vyote. Muite Mungu kwa kitu moja tu. Muite Mungu kwa kitu moja tu. Mwambie kwamba nipe hekima na maarifa. Hiyo inatosha. Akikupa hekima na maarifa, hiyo inatotosha, inayo inatosha, inakutosha na inamtosha yeye. Unavyomuita, unavyomuomba hiyo hekima na maarifa, atakupea hivi vingine. Sio kwamba kile unahitaji akupe kile. Sio kwamba kama huna kazi unaitisha kazi pekee. Sio kwamba wewe unahitaji ndoa uitishe ndoa pekee. Itisha na hekima. Hata katika ndoa, ukiingia katika ndoa, inafaa ndoa hii uwe na hekima na maarifa ya kukalisha ndoa, ya kuweka ndoa, ya kukaa na mume wako, ya kukaa na mke wako, ndio uweze kuwa na ndoa. Kama una hekima, ndoa utaiendeshaje? Kama una maarifa, ndoa utaiendeshaje? Hekima na maarifa inaambatana na Mungu. Mungu ndiye anakupa hiyo hekima. Wewe huwezi kuwa na hekima bila Mungu. Huwezi kuwa na hekima, huwezi jijaza hekima yako. Hekima yako si hekima ya Mungu. Hekima yako wewe unajiongoza kwa akili yako, kwamba hewe Bwana, mimi niko sawa, najiweza.
Kweli unaweza? Unaweza na hiyo akili yako? Unaweza na akili yako? Unaweza akili yako? Hiyo akili yako inakupoteza, kwa sababu Mungu hako hapo, anakuangalia, anasema huyu mwanangu hanijui, huyu mwanangu anaona yeye ndiye ameniumba mimi. Mungu ndiye amekuumba dada yangu, Mungu ndiye amekuumba ndugu yangu. Mtasamie Mungu yeye, mtamsamie Mungu yeye, atakupa kile unahitaji. Kwanza omba hekima na maarifa, muombe hekima na maarifa, atakupa kila kitu. Muombe hekima na maarifa, muombe hekima na maarifa, yeye atakupa kila kitu. Muombe hekima na maarifa, muombe hekima na maarifa. Kama Suleiman alivyoitisha hekima na maarifa, aliomba tu hekima na maarifa kwa Mungu, aliomba tu hekima na maarifa. Mungu akamwambia kwamba tusome Nyakati, tusome Mambo ya Nyakati, twende Mambo ya Nyakati tuone tunaelekezwaje. Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati mlango wa kwanza mstari wa 11 inasema kwamba naye Mungu akamwambia Suleiman, kwa sababu neno hili lililokuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliyokutawasa juu yao. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita waliokuwa navyo wafalme. Waliokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapatakuwa na mtu atakaye kuwa navyo. Ndugu yangu, dada yangu, umesikia maneno hayo? Nakwambia maneno hayo, itisha hekima na maarifa ndio utapewa kila kitu. Itisha hekima na maarifa ndio utaweza kukalisha ndoa yako. Itisha nguvu, itisha hekima na maarifa ndio utaweza kukaa katika ndoa. Bali usipokuwa na hekima na maarifa, kwa ndoa utaonja tu. Kila ndoa utatembea, kila ndoa utatembea wewe dada, kila ndoa utatembea wewe dada, wewe ndugu, kila mwanamke utaonja, wewe ndugu, kila mwanamke utaonja na kumuacha na kuelekea kwingine tu, kwa sababu hauna hekima, kwa sababu hauchaomba hekima na maarifa kwa Mungu. Wewe nakwambia ndugu yangu, Javani, ndugu yangu nakwambia, chanjaruka, ndugu yangu nakwambia, wewe angalia Mungu, wewe tafuta Mungu, kimbilia Mungu, kila kitu utaweza, kila kitu Mungu atakupa. Ukitafuta hekima na maarifa kwa Mungu, utapewa kila kitu. Ukitafuta hekima na maarifa, ndoa hiyo unahitaji ya kweli utapata. Ukitafuta hekima na maarifa katika maisha yako yote utapewa. Ukihitaji hekima na maarifa kwa huyu Mungu, hata hiyo utajiri unayotafuta utapata. Hiyo biashara unayotaka utapata, utafanikiwa. Biashara itakuwa kubwa, biashara itakuwa kubwa. Utasimamishwa katika njia, utasimamishwa katika biashara, utasimamishwa katika boma lako, utasimamishwa katika familia yako. Utasimama kwa nguvu ya Yesu, utasimama kwa uwezo wa Mungu. Amen. Tumfuate huyu Mungu, tumfuate huyu Bwana,
nasi tutabarikiwa. Tufuate huyu Mungu, nasi tutamuona akikuja kwa shujaa, kwa sababu ametuhakikisha kwamba atakuja kwa shujaa. Mungu wetu atakuja kwa shujaa, atakuja kama shujaa. Mungu wetu atakuja kama shujaa, tunavyomtafuta atakuja kama shujaa, tunavyomkimbilia atakuja kama shujaa, tunavyomtazama atakuja kama shujaa, tunavyomwachilia moyo wetu atakuja kama shujaa, tunavyofungua nafasi yetu akaingia ndani mwetu akakae nasi atakuja kama shujaa. Asifiwe Yesu. Ndugu yangu, dada yangu, jipeleleze moyo wako. Wewe uko wapi? Peleleza moyo wako, tafuta huyu Mungu, tafuta huyu Mungu akuje kwa shujaa, tafuta Mungu ili akuje kwa shujaa, na atapata kutuchukua, atapata kutuweka kifuani mwake. Kama wewe unanyonyesha, atakuongoza polepole. Kama wewe unanyonyesha, atakuongoza polepole. Kama wewe ni kondoo ambaye unyonyeshi, atakuweka kifuani mwake. Bwana asifiwe. Ndugu yangu, sikia maneno haya, maneno tamu sana, kwa maana imesemekana kwamba enda ubiri, wewe ubiria Sayuni habari njema, panda kwa mlima juu mrefu, nawe upase sauti, ubiri Yerusalemu habari njema. Sisi ndio wana wa Israeli, sisi ndio Yerusalemu, sisi ndio Sayuni. Habari njema imekuja kwako, habari njema imeletwa kwako. Hebu chukua, hebu sikia habari njema, hebu sikia habari njema, ukapate kuyashika, ukapate kuyafuata hiyo habari njema, ukaifuata. Kwa uwezo wako nao utabarikiwa, kwa nguvu zako nao utafunguliwa, utainuliwa, utaokoka, utaona utukufu wake Mungu Baba kwa uwezo wako. Salimia jirani, umwambie umesalimiwa na mtumishi wa Mungu. Amekupea habari njema, ukapate kuifuata hiyo habari, ukapate kusikia habari njema, na ukapate kufuata huyu Mungu, ukamtafuta Mungu kwa kweli na haki, na ukamwambia neno moja tu, ukamwambia neno moja tu. Unahitaji hekima na maarifa, naye atakupa kile unahitaji.